Wanaume wanaopata magonjwa ya tezi dume wanazidi kuongezeka, na actually kila mwanaume yupo kwenye hatari ya kupata magonjwa haya. Inawezekana tezi dume kuwa kubwa ama kupata saratani. Leo tunaenda kuzungumzia afya ya mfumo wa uzazi wa mwanaume. Hii ni sehemu ya kwanza. Usisahau kuangalia mpaka mwisho ili kufahamu namna gani bora ya kutunza afya yako. Usisahau pia kulike na kusubscribe ili uendelee kupata mfululizo wa mafunzo haya ya afya. Tuanze. Nahitaji kufahamu wanaume wengi sana wanakuwa na hofu ya kupata changamoto ya tezi dume. Ni wanaume gani ambao hasa wanakuwa kwenye risk ya kupata hizo changamoto? Hasa hapa tunazungumzia saratani ya tezi dume pamoja na ile hypertrophy, ile BPH. Sawa, asante. Kwa cha kwanza kabisa tunasema tezi dume ni kiungo cha uzazi. Kila mwanaume ana viungo vitatu vikuu vya uzazi ambavyo anazaliwa navyo. Kwa cha kwanza kabisa mwanaume yote anakuwa na uume, anakuwa na korodani, anakuwa na tezi dume. Hivi ni viungo vikuu vitatu vya uzazi. Lakini tezi dume ndio ambayo ipo kwa ndani kwenye njia ya mkojo, tunasema ipo tu kwenye kibofu. Kwa namna ya kuelezea mtu kirahisi tunasema kama ambavyo kichwa kipo, tezi dume ni kama kola ya shingo ya kibofu cha mkojo. Na kawaida yenyewe huwa inakuwa na kazi maalum, ndio ambayo inamsaidia mtu kuwa na uwezo wa kuzimwaga zile mbegu kwa kutoka nje. Kwa hiyo ni kwamba ina misuli ambayo inapo contract inasaidia kuzisukuma zile mbegu kutoka nje, lakini pale pia mirija ambayo inatoka kwenye korodani na zibeba zile mbegu za uzazi, kwa inapita inapokea virutubisho ambavyo ni sukari, pale inapokea enzymes zingine ambazo zinasaidia kufanya kile kimiminika kiweze kusaidia sperm kuogelea au zile mbegu za kiume kuogelea kufika kule zinakotaka kufika. Sasa hichi kiungo cha tezi dume huwa kinaweza kikapata magonjwa makuu matatu. Kwa inaweza ikawa na hali ambayo imekuwa kupita kiasi ama imetanuka kupita kiasi, ambayo huwa ni process endelevu. Kila mwanaume anakuwa na hiyo hali kwamba tezi dume yake huwa inakuwa kadiri umri unavyozidi kuongezeka kutokana na vinasaba na zile homoni za kiume ambazo zinazalishwa na korodani huwa zinachochea hilo jambo. Kwa kadiri mtu anavyozidi kusogea umri, tezi dume huwa inaendelea kutanuka. Kwa hivyo umezungumzia umri, yes. Lakini umezungumzia pia homoni za kiume na tezi dume yenyewe. Hivi vyote vinahusiana. Kwa hiyo tunasema kwenye maumbile yetu, ukuaji wa viungo hivi vya uzazi vitatu nilivyohitaja, korodani, hii uume pamoja na tezi dume, unategemea homoni ya kiume inaitwa testosterone, ambayo inaanza kuzalishwa pale tu korodani zinapokuwa zimesha umbika kwenye mwili tangu mtoto kwenye tumbo la mama yake. Okay. Ndio ambayo inasaidia korodani zinashuka. Kawaida zinatoka huko ambako figo zipo, zinashuka mpaka kufika pale ambako mfuko wa korodani upo kule chini. Na hii inakuwa ni kadri mtu anavyozidi kukua. Kwa hiyo tunasemaga hivi viungo viwili ambavyo ni uume na korodani, vyenyewe ukuaji wake unaisha pale baada ya kufika wakati wa balehe. Kwa nini? Kwa sababu ukuaji huu unategemea homoni ya kiume, ambapo homoni ya kiume ikafanya kazi ile sehemu kiungo kipo, huwa kunakuwa tunaita receptors maalum. Hivi ni vinavyopokea ile taarifa ya ile homoni. Homoni tunasema ni chemical message. Imepeleka taarifa kwamba kuna kitu fulani kinataka kitokee. Kwa hiyo zinapokea zile receptors, ndipo ambapo zinachochea ule ukuaji. Sasa kwa tezi dume yenyewe na receptors ambazo anasema kitafiti inaonyesha kwamba ni receptors ambazo huwa zinaendelea kuwa kwenye concentration kubwa kadiri mtu anavyozidi kukua kwenye maisha yake. Kwa zenyewe haziendi kwenye dormant phase. Wakati hii ya penis ambayo ni uume pamoja na korodani huwa zinaenda kwenye dormant phase baada tu ya puberty. Okay. Kwa hiyo viungo hivi vitatu, korodani pamoja na uume, mtu akisha balehe zinaacha kukua. Korodani pamoja na uume vyenyewe vinaacha kukua. Ila sa tezi dume yenyewe inaendelea kupokea ile taarifa. Kwa hiyo ndio maana ukuaji wa tezi dume unakuwa ni endelevu. Kadiri mtu anavyozidi kuongeza, kama ambavyo nywele zinabadilika kuwa na mvi, hivyo na yenyewe inaendelea kutanuka. Kwa speed ya utanukaji inatofautiana. Wapo ambao inaenda kwa haraka, wapo ambao inaenda taratibu. Kwa hiyo tunatofautiana genetically hapo. Ndio maana kila mwanaume ukimpima mtu mzima utagundua anaonekana na tezi dume ambayo imetanuka. Kwa hiyo sisi kimatibabu huwa tunasema mtu ambaye anakuwa na ugonjwa kutokana na tezi dume lililotanuka ni pale ambapo ameanza kupata dalili za shida ya kukojoa
kwa maana ya kwamba anakojoa mara kwa mara, na pia sana anakojoa mara kwa mara, maana yake ndani ya masaa mawili najikuta nimerudia kukojoa. Kawaida haitakiwi kuwa hivyo. Au akisikia haja ya mkojo anashindwa kuzuia mkojo, lazima harakishe chooni, akichelewa nakuta kama anajikojolea. Mwingine anapata changamoto ya kwamba anapoenda kukojoa anajikuta anachukua muda mrefu sana kuanza kutoa mkojo wake, au mtiririko wa mkojo unakuwa dhaifu na mtaka asukume kwa nguvu, kwa anaingiza pressure tumboni. Kama wengine atakwambia nikienda kwenye haja kubwa ninavyojikamua ndo mkojo na nyama unatoka vizuri. Mwingine akimaliza kukojoa anasikia bado mkojo umebaki ndani ya kibofu. Tezi dume likiwa kubwa sana ina tabia pia ya kuvujisha damu, kwa sababu kuna mishipa ya damu inayojitengeneza kwenye ukojo wake. Kwa mwingine anaweza akaona hali ya kukojoa damu pia inakuwepo. Mwingine akisikia mkojo kubaki inaweza kaleta mashambulizi ya wadudu. Anakuwa anapata ile hali ya kwamba anakuwa na liki mkojo muda wote. Kwa hiyo ni rahisi sana kwa bakteria wanaokuwa kwenye njia ya haja kubwa kuingia kwenye kibofu cha mkojo na kuleta UTI. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao unakuwa. Kwa tunasema tatizo ni pale ambapo mtu ameshaanza kuona dalili. Ila ukuaji wa tezi dume ni kila mtu anaendelea. Okay. Sasa kuna baadhi ya watu hasa wanaume unakuta wana kuja hospitalini hawana dalili, lakini wanataka wafanye tu uchunguzi wa kuangalia tezi dume. Sasa nataka kufahamu ni so wewe umesema kwamba tatizo linaanza dalili zinapotokea. Ndivyo mtu ambaye hana dalili anatakiwa basically tuseme achunguze lini, yani Kwa hiyo tulisema ugonjwa wa kwanza ni tezi dume kutanuka, tunaita BPH, benign prostatic hyperplasia. Ugonjwa wa pili sasa ambao ndio unaleta madhara makubwa tunasema ni saratani ya tezi dume. Kwa hiyo tunaita prostate cancer. Ndio tutazungumzia saratani baadaye kidogo, na swali mwanzo kusijia haina shida. Kwa huyu ambaye tunasema kwamba mara nyingi umri wa kuanzia miaka 40 kwenda juu ndio umri ambao sasa watu wanaweza kaanza kuona dalili. Kwa tafiti zilizopo mpaka sasa hizi zinaonyesha asilimia kubwa ya watu wanaanza kupata dalili kuanzia umri wa miaka 40. Kadiri umri unavyozidi kuongezeka ndivyo ambavyo wale ambao wanakuwa na hizo dalili za kukojoa kutokana na tezi dume kutanuka inakuwa inaongezeka idadi yao. Lakini kama mtu hana dalili sio lazima. Kwa tunachosema anahitaji kuchunguza ni pale ambapo kwenye familia kunaonekana kuna historia ya saratani, anataka kufanya uchunguzi wa saratani. Kwa hata sisi mgonjwa akija tutafanya vipimo vichache tu vya kuangalia utokaji wa mkojo. Cha kwanza nitahitaji kujua kama ana dalili. Cha pili nitafanya ultrasound ambayo inaangalia kiasi cha mkojo kinachobaki baada ya kukojoa. Kawaida haitaki kuzidi mililita 50 baada ya kukojoa. Cha tatu nitafanya PSA. PSA sasa ni kipimo kizuri kinachotusaidia kuona kama kuna viashiria vya saratani ya tezi dume ama Okay.